naongea kutokea kwenye experience yangu ya miaka mingi tangu nimfahamu. Na ninavyomfahamu mpaka leo. Askofu Gwajima sio mtu wa mchezo. Sio mtu wa mchezo. Kwenye mambo yaliyopinda pinda, Mungu amemjalia ujasiri wa kusimamia hata kama mtamuua. Na hajawahi kupoteza mapigano yoyote tangu aanze kupigana mapigano mengi. Ningeweza kutaja mapigano mengi. Mnafahamu mapigano juu ya habari aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Makonda, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama, ambaye ndani yake kuna kanda maalum. Vita ile naifahamu ilivyoanza na ilivyoisha. Unafahamu vita vyake ilivyokuwepo wakati haina pengo kwenye mambo ya walaka waliotengeneza pamoja kama viongozi wa dini wakausaini pamoja juu ya habari ya mahakama ya kadhi. Mnafahamu yalikoishia. Hakupoteza vita hiyo. Mnafahamu ugomvi wake na Sheikh Yahya, namna walivyopigana miaka ya nyuma kwa sababu ya kufundisha na kutabiri mambo ya majini kwenye TV. Mnafahamu Askofu Gwajima namna alivyoshinda na Sheikh Yahya yuko wapi. Mnakumbuka vizuri mambo ya corona, namna alivyosimama mbele ya rais aliyechanjwa akasema atochanjwa, akapinga kampeni ya kutochanjwa. Mataifa duniani yanasema wachanjwe. Rais anasema wachanjwe, akasema hakuna kuchanjwa, na akatoa elimu kwa uzuri mno, isababisha pengine asimia pale ubunge. Lakini mnafahamu namna ambavyo alishinda vile vita ile, na nikaonekana sasa baadaye kwamba corona kumbe ni mambo fulani tu ya kupunguza population ya watu. Unafahamu vita yake ya bungeni, alivyoingia bungeni yeye na Ndugai. Siku moja Askofu Gwajima akiwa mgeni, pengine Ndugai pengine akupenda sana, lazima kufanya kuja kuhutubia bungeni kwa mara ya kwanza akifungua bunge. Magufuli amehutubia vizuri hotuba yake. Sasa Ndugai akachagua mbunge mmoja ili ashukuru kwa niaba ya wabunge wote. Akamchagua Askofu Gwajima, sio kwamba anataka amsaidie aonekane, amwaibishe kwa sababu hajui mambo ya kibunge, kwa sababu bungeni mgeni na hakumwandaa. Akamchagua ili aibike. Yaani namna Ndugai alivyokuwa na chuki na Askofu Gwajima. Gwajima alideliver hotuba ambayo pengine ilikuwa ni hotuba bora hajawahi kutokea bungeni. Na ikashangaza watu wengi kusema mbona kama anaongea kama mbunge mzoefu wakati ndio ameingia mara ya kwanza. Huyo Ndugai akasimamia Gwajima mpaka afukuzwe. Lakini mwisho wa siku alivyotoka nje akamfukuza, akamsemesha ubunge. Akiwa nje kwa Askofu Gwajima, Ndugai akasema lazima mfukuze mtu yeyote yule. Siku zilivyoisha za adhabu yake kurudi bungeni, Ndugai naye ni mbunge wakati tu ashapotea. Najaribu kusema haya ujue kuna binadamu duniani wengine, ndugu zangu, Mungu amewapa kushinda. Biblia inasema Mungu akampa kushinda Daudi kila mahali pokwenda. Ukimjua mtu kwamba Mungu amempa kushinda mtu huyu, achana kupambana naye, kwa sababu mwisho wa siku ataishia tu kushinda. Atashindaje? Mungu atampa kushinda.